Msimbogi TV. Habari, kazi na sala. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Basi napenda kuwakaribisha waandishi wa habari pamoja na wasikilizaji wote. Mbele yenu naitwa Edward Koyunga, ni mwenyekiti wa kamati ya uzinduzi wa album ya kwaya ya Alois Gonzaga Kigamboni, ambayo imeandaliwa na hiyo kwaya kwa kipindi kirefu. Sasa tuko mbele yenu kwa ajili ya utambulisho rasmi wa uzinduzi huo na maandalizi yote kwa ujumla jinsi yanavyokwenda. Kwa hiyo napenda kuwashukuru kwa uwepo wenu siku ya leo katika haya mazungumzo ambapo tunakwenda kuzindua albamu yetu. Napenda niwakaribishe ili basi tuweze kwenda kusikilizana katika yale yote ambayo tunakwenda kuyafanya katika hiyo tarehe tajwa itakayokuja hapo baadaye. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya uzinduzi wa album. Kwaya ya Alois Gonzaga Kigamboni ni kwaya ambayo inahudumu katika parokia ya Bikira Maria Consolata kwa muda mrefu sasa. Ni kwaya kongwe ambayo imeshafanya mambo mengi katika utume wa uimbaji, na sasa imejiandaa vema kwa kipindi kirefu sana kwa ajili ya kuandaa kazi ambayo ni bora zaidi na nzuri zaidi katika utume wake, ambayo inaenda kuzinduliwa. Tukio la uzinduzi wa albamu hiyo ambayo imeandaliwa na kwaya ya Alois Gonzaga, hilo tukio litafanyika tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025 siku ya Jumapili, katika sehemu ambayo imeandaliwa rasmi kwa ajili ya tukio hilo, ambayo itatajwa hapo baadaye na kiongozi wangu mwingine, katibu. Lakini napenda kuwataarifu watazamaji wote kwamba kwaya ya Alois Gonzaga ni kwaya ambayo imejiwekea mikakati mizuri katika utume wa uimbaji, na walio wengi mnafahamu utume wa kwaya hii, hasa wapenzi wa muziki mtakatifu. Hakuna ambaye anaweza kuwa ni mgeni katika kwaya hii ya Alois Gonzaga. Basi tunamshukuru Mungu kwa utume huo ambao ameutia katikati ya hiyo kwaya. Sasa hii kwaya imekaa karibu miaka zaidi ya 5 inaandaa album ambayo inaenda kuitwa kwa jina la Yesu wa Miujiza. Ndugu watazamaji, tunaposema Yesu wa Miujiza ni kwamba tumeonja utamu wake Yesu katika miujiza ambayo anaitenda katikati ya maisha yetu kama wanakwaya na katika utume wetu wa uimbaji. Basi tunaposukuma kwamba kwenda kuita hiyo album katika, kama nilivyotambulisha kwamba ni Yesu wa Miujiza, tunamaanisha kwamba Yesu Kristo ametutendea sisi wenyewe muujiza ambao tunauona katikati ya maisha yetu kama wanakwaya, na ndiyo maana basi Roho Mtakatifu akajalia akawapa kipawa walimu wetu kuweza kutunga wimbo ambao unaenda kwa Yesu wa Miujiza. Kwa nini tunasema Yesu wa Miujiza? Yesu ametenda mengi katikati ya maisha ya utume wa uimbaji katikati ya kwaya hii ya Alois Gonzaga. Basi watazamaji, naomba niwakaribishe katika maandalizi yote ambayo tumeyafanya kwa kipindi kirefu zaidi, katika maandalizi ya miaka 4 ya kuandaa hii album. Imeandaliwa kwa ustadi mkubwa sana, imeandaliwa kwa maandalizi makubwa sana, na ikizingatia kwamba wapenzi wa muziki mtakatifu nini wanahitaji kupata, nini wanahitaji kusikia kutokana na wakati tulio nao. Lakini basi kwa kuwa Yesu wa Miujiza anatenda, basi tunatamani kila mmoja aweze kutendewa muujiza na huyu Yesu wa Miujiza. Kwa hiyo lengo letu kubwa, watazamaji wetu, tunapenda kuwakaribisha katika tukio ambalo litakwenda kufanyika tarehe niliyoitaja, tarehe 5 mwezi wa 10 siku ya Jumapili. Sehemu itaelekezwa na kila mmoja tunatamani aweze kufika na kuweza kushuhudia ukuu wa hii kwaya ambayo Mungu ameweza kutia kipawa ndani yao katika kumtakatifuza walimwengu kwa njia ya uimbaji. Asante ndugu mwandishi, ni kweli tumeandaa hii kazi vizuri sana, na katika maandalizi yetu yote tuliyoandaa, siku hiyo ya tarehe 5 tunaye mgeni rasmi. Mgeni wetu rasmi atakuwa ndugu Alan Sanga. Ndugu Alan Sanga ni mpenzi wa muziki mtakatifu na ni mdau mkubwa katika muziki mtakatifu.
basi siku hiyo tutakwenda kuwa pamoja naye, lakini pamoja naye ataambatana na mkuu wa wilaya yetu ya Kigamboni, tutakuwa naye pamoja katika hiyo tafrija, lakini tutakuwa na watu wengine maarufu muhimu ambao ni wapenzi wa muziki mtakatifu ambao wataambatana na mgeni wetu ndugu Alan Sanga. Basi napenda nimkaribishe viongozi ambao nimeambatana nao. Nimeambatana na katibu wa kwaya, atajitambulisha. Nimeambatana na mwalimu kiongozi wa kwaya, atajitambulisha, na basi watakwenda kuelezea jinsi tukio litakavyokuwa hapo tarehe 5 ya Jumapili mwezi wa 10. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wangu, tunawakaribisha sana katika tamasha la uzinduzi wa albamu yetu mpya inaenda kwa jina la Yesu wa Miujiza, na ni tamasha ambalo litaambatana na burudani mbalimbali kutoka kwa kwaya mbalimbali ambazo zitashiriki, kama kwaya ya Mtakatifu Alois Gonzaga kutokea Mabibo, lakini pia kutakuwepo kwaya ya Mtakatifu Joseph Alamano kutokea Kibada. Tutakuwa na kwaya ya Mtakatifu Benedict Abate kutokea Tuangoma. Tutashuhudia burudani kutoka kwa kwaya ya Mtakatifu Maria Goreti Mbagala. Kwaya ya BMC Kigamboni pia itashiriki. Bila kusahau sisi wenyeji kwaya ya Mtakatifu Alois Gonzaga Kigamboni tumewaandalia kitu kizuri sana siku hiyo. Karibuni sana muweze kujumuika nasi katika tamasha hilo kubwa ambalo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Lakini vile vile tutashuhudia burudani kutoka kwa wasanii wa muziki wa injili mbalimbali. Asanteni sana. Asante ndugu mwandishi. Kama kwaya tumekuwa tukijiweka karibu na jamii kwa kushiriki katika matukio mbalimbali ikiwemo matendo ya huruma, kwenda kutoa misaada kwa wahitaji, kuwatembelea wagonjwa na kuwafariji wagonjwa na mambo mbalimbali yanayohusu jamii. Tamasha ambalo litafanyika tarehe 5 mwezi wa 10, yaani Jumapili ijayo, kuanzia saa 8 mchana katika ukumbi wa Shamba Executive Hall uliopo Kibada. Tunawakaribisheni sana. Tafadhali sana usipange kukosa burudani hiyo kuu ambayo tumewaandalia. Zipo flashi, zitakuwa zinauzwa flashi ambapo utajipatia nakala yako ya albamu hiyo ambayo ina nyimbo 9. Lakini vile vile siku hiyo tunategemea kuachia wimbo huo wa Yesu wa Miujiza katika akaunti zetu za kijamii. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu waheshimiwa waandishi wa habari na watazamaji wote, kwa majina naitwa Deusdedith Tibeda Pazia, ni katibu wa kwaya Mtakatifu Alois Gonzaga Kigamboni. Pamoja na hayo, viongozi wenzangu waliokwisha kusema, pia niwahabarishe mambo mengine kama vile gharama za tiketi, namna ya ufikaji na huduma pia zitakazo kuwepo siku hiyo ya tukio. Basi kwanza kabisa, tiketi zetu za ushiriki katika tamasha hilo zimegawanyika katika makundi manne. Kuna kundi la kawaida regular ambayo gharama yake ni shilingi 10,000. Zipo tiketi za 20,000 ambazo ni VIP, lakini pia zipo tiketi za shilingi 50,000 ambazo zenyewe ni VVIP, lakini ipo tiketi ya watu 5 platinum kwa gharama ya shilingi 1,500,000. Kwa hiyo kwenye tiketi hizo kuna huduma pia tumezigawanya kadiri ya makundi ya hizo tiketi. Mtu wa tiketi ya shilingi 10,000 basi atapata fursa ya kuona burudani ambayo itatolewa na kwaya alikwa na mambo yote ambayo yatafanyika katika ukumbi huo. Lakini tiketi ya shilingi 20,000, mshiriki atapata kinywaji pamoja na bites, pamoja na kupata burudani zilizoandaliwa. Kwa tiketi ya shilingi 50,000, huyu atapata kinywaji pamoja na chakula, lakini pia na fursa ya kupata burudani
kutoka kwa kwaya hizo alikwa na matukio yote ya ukumbini. Pia kwa tiketi ya 150, meza ya watu 5, huduma pia ni hiyo, atapata chakula pamoja na kinywaji. Lakini pia kwenye namna ya kufika eneo la tukio, ukumbi kama viongozi wenzangu walivyosema ni Shamba Executive Hall Kibada. Kwa watu ambao wanatokea upande huu wa Posta kurudi nyuma, basi kama unatumia usafiri wa umma, utapanda gari zinazokuja huku kivukoni, utavuka pale kivukoni. Siku hizi zipo C-Taxi, ukifika tu pale kwa gharama ya 500 ni dakika chache unakuwa uko upande wa pili Kigamboni. Ukifika pale tafuta gari au daradara au bajaji zinazoelekea Tuangoma, zinazoelekea Kisemvule, zinazopita njia ya Kibada, na maanisha utashuka kituo kinaitwa Shamba, jirani tu hapo, ukumbi uko barabarani. Kifika hapo ndo eneo la tukio. Lakini kwa watu wanaotoka upande mwingine, labda Mbagala, mnaotokea Temeke, mtapita njia ya Uhasibu, mtavuka daraja la Nyerere kuelekea njia ya Kibada. Wanaotokea Temeke, zipo gari zinazoenda Kibada, utashuka kituo hicho hicho kinaitwa Shamba. Lakini kwa ambao wanatokea Tuangoma na maeneo mengine ya huko mbele ni Kwambe, basi ukishavuka Shamba Shangwe kwa mbele ndiko kituo cha Shamba, ambapo ndipo ukumbi wetu ulipo. Hiyo ni namna ya kufika. Lakini huduma zote na mahitaji muhimu kwa mwanadamu na kwenye mkusanyiko wa watu zitakuwepo, nikimaanisha chakula na vinywaji kwa gharama nafuu kabisa kwa wale ambao watakuwa na tiketi ile ya kawaida. Kwa hiyo huduma zitakuwepo, lakini usalama wa afya ni jambo la muhimu. Watakuwepo wahudumu wa afya kwa changamoto yoyote itakayojitokeza, lakini pia masuala ya ulinzi na usalama yameimarishwa. Kwa tujihisi tuko huru tukimfurahia Bwana kwa tukio hili kubwa ambalo ni la kihistoria, tukimsifu na kumtukuza Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Utaratibu uliopo mpaka sasa, tuna vyombo vya habari kadhaa ambavyo vitashiriki katika tukio hilo, lakini vyote vitakuwa chini ya uongozi wa Jugo Media, ambaye yeye ndo tumempa uratibu wa media zote ambazo zitatamani kushiriki pamoja nasi na kurusha matangazo hayo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia kwa kuongezea, kwenye upatikanaji wa tiketi zinapatikana maparokiani. Tumeacha tiketi kwenye maparokia mbalimbali, Geza Ulole, Kibada, Tuangoma, lakini pia huko kote tumeacha matangazo yetu ya tamasha na mawasiliano yetu. Kwa hiyo kwa mtazamaji unayeniona sasa hivi na unahitaji tiketi, unaweza kupata tiketi yako parokiani, lakini pia kwa mawasiliano yetu ambayo tunayaweka kwenye mitandao yetu ya kijamii, ziko posta mbalimbali ambazo zinaelekeza tukio litakavyokuwa na wapi linafanyika, na mawasiliano yako pale kwa ajili ya lolote ambalo utahitaji kueleweshwa. Basi tunapenda kuhitimisha hivi. Kwanza kabisa tunapenda kushukuru mama kanisa, parokia yetu ya Bikira Maria Consolata Kigamboni, hasa kamati tendaji ya parokia pamoja na baba paroko wetu kwa sapoti kubwa ambayo wanatupatia. Wana Kigamboni kwa kweli wako nyuma yetu sana. Tunawashukuru katika sapoti yote ambayo wanatupa na upendo ambao wanatuonyesha katika utume wetu wa uimbaji. Na kwa kuwa tumetangulia kusema kwamba hiki chakula kimeandaliwa kwa ajili ya wanakanisa, basi na mimi napenda nisisitize kwamba siku hiyo tunaamini utakavyokuja sivyo utakavyorudi. Hakika tunatamani na tunajua Kristo atakufanyia kitu ambacho wewe mwenyewe kitabaki ni kumbukumbu katika maisha yako baada ya kusikiliza hilo tukio la uimbaji ambalo tunajua
Mungu anaweza kuponya, Mungu anaweza kutenda kwa kupitia huduma ya uimbaji. Basi baada ya kuwashukuru mama kanisa, baba paroko na kamati yake tendaji, tunapenda kuwashukuru pia wa vyombo vya habari vyote ambavyo vinashirikiana nasi katika kutangaza hii habari. Kwa namna pekee kabisa tunapenda kumshukuru Jugo Media kwa kazi yake nzuri anayoifanya katika kanisa na zaidi kwetu ambayo anaendelea kututangaza katika kutangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tunapenda kushukuru redio yetu, redio ya kanisa, Radio Maria. Asante kwa huduma yenu kubwa ambayo mnaifanya na support kubwa ambayo mnaitoa kwa waimbaji wote. Lakini tunapenda kushukuru na redio jirani yetu, rafiki yetu, Radio Upendo, kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kueneza injili kwa bila mipaka yoyote. Tunawashukuru sana na tunapenda kuwaambia msikose kuwepo siku hiyo. Tunapenda kumshukuru pia mdhamini wetu mwingine ambaye ni Aqua Safi. Aqua Safi ni kampuni ambayo inashughulika na utengenezaji wa maji ya kunywa. Ni kampuni ambayo inatengeneza maji ya kunywa kwa kulinda mazingira, na ni kwa kuwafikia wadau wote katika level yote, kila mmoja aweze kupata maji salama na safi. Ni kampuni ambayo ina vifaa vya kisasa kabisa ambavyo vinaweza kuchuja maji na ukapata maji ambayo ni sahihi na salama kwa ajili ya kunywa. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru kwa huduma yake anayoitoa katika jamii, ili kuweza kupata jamii iliyo bora na nzuri ya kumsifu Mungu lazima iwe na afya iliyo nzuri. Lakini vile vile tunapenda kumshukuru hospitali ya JK ambayo iko Kigamboni kwa huduma yake anayoitoa katika jamii, kuhakikisha huduma za watu zinakaa sawa na kuendelea kusapoti kwamba watu waweze kuwa na huduma iliyo nzuri katika afya zao. Na vyombo vingine vyote vya habari ambavyo vinatusapoti kama Mbugi TV kwa kuwa pamoja nasi katika hii siku ya leo, na wote ambao wametusapoti katika kazi hii tunawakaribisha tuwe pamoja siku hiyo, ili basi tuendelee kumtangaza Kristo wa miujiza kwa njia ya huduma ambayo umeipata ya vyombo vya habari. Katika hayo yote tunaenda kumtukuza Mungu. Lengo ni moja, wote tunataka tutakatifuzwe ili basi tuweze kumtukuza Mungu katika yoyote, na mwisho tuende kufika mbinguni wote bila kubaki hata mmoja, tukiwa tunamtumikia Kristo kila mmoja kwa nafasi yake. Na tunaamini kila mmoja ataweza kujionjea utamu wa Yesu katika miujiza anayotenda katika maisha yake kwa kupitia utume wa uimbaji. Karibuni sana.